Hey there. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha Fungua Neno. Fungua Neno ni kipindi ambacho tunakuja pamoja, tunafungua neno la Mungu, tunajifunza kutoka kwenye neno la Mungu, tuweze kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Hii ni command ambayo tunaipata kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Pale ambapo anasali kwenye ile bustani kwenye Injili ya Yohana 17:17 ambapo anasema kwamba watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Tunaamini kwamba tukiisoma hii kweli tunatakaswa. Hivyo basi, take your copy of God's word, tuende kwenye waraka wa kwanza wa Petro, tu kwenye sura ya 4, tunaangalia mstari wa 17, mstari wa 15 na 16. Petro alikuwa anawaambia Wakristo waliokuwa anawaandikia kwamba wasijihisi kama wamedhalilika, wasilionee haya jina la Kristo, wasione haya kuitwa Wakristo, bali wasimamie imani yao. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanateswa, walikuwa wanaonewa kwenye hizi nyakati, na hivyo wanaambiwa kwamba hapana, hata kama ukiteseka kwa sababu ya Kristo, kwa jina la Kristo, umebarikiwa. Hiyo ni ahadi ambayo walikuwa wamepewa. Kwenye mstari wa 17 anarudi kuendelea kwenda kwa ndani zaidi, kutueleza sababu ya kwa nini inabidi tuendelee kuisimamia imani. Kwa nini inabidi tufurahi? Kwa sababu tuko ndani ya Kristo. Kwa nini inabidi tufurahi tukiteseka katika jina la Kristo? Sura 17 anasema for it is time for judgment. Ni wakati wa hukumu. Ni wakati wa hukumu. To begin with the house of God. To begin, nasema with the household of God. Wakati wa hukumu unawadia. Na hii hukumu itaanzia katika nyumba ya Mungu. Itaanzia katika nyumba ya Mungu. Now, it's interesting hapa kwa sababu anasema hivi. Kwa sababu ukiangalia Paulo kwenye Warumi 8 anasema kwamba there is no condemnation for those who are in Christ. Lakini hapa Petro anatuambia kwamba ndani ya nyumba ya Mungu, in the household of God, kutakuwa kuna hukumu kwanza ambayo itapita. Hii ni hukumu ya aina gani? Well, sio hukumu ya kujudge kama wewe una haki au huna haki. Kwa sababu kama uko ndani ya Kristo, basi tayari umehesabiwa haki. Kwa sababu Kristo aliyaishi maisha ya haki, aliishi maisha matakatifu. Ndicho ambacho wewe kama hujampokea Kristo ni muhimu ukielewa kwamba mpaka sasa hivi unasimama mbele za Mungu na matendo yako peke yake. Na Isaya 62 inatuambia kabisa kwamba matendo yetu ambayo tumeyafanya katika wema wetu, they are but filthy rags, ni kama madaso machafu mbele za Mungu. Kwa matendo mema yote ambayo tunayafanya mbele za Mungu, kama hayako ndani ya Kristo, kama hayafanywi na mtu ambaye ameweka imani yake katika Kristo ili kuhesabiwa haki na yule mwana wa Mungu, basi matendo yote yanakuwa ni udhalimu. Matendo yote yanakuwa ni uchafu mbele za Mungu, ni kero mbele za Mungu. Kwa hiyo hapa anasema kuna matendo sasa. Ukiwa wewe ndani ya Kristo, kuna matendo fulani ambayo utayafanya ambayo yatahitaji hukumu. Na hii hukumu sio hata inakusubiria kwamba ukifika mbinguni itakuwaje. Hii hukumu anasema inaanzia hapa. Anamaanisha nini? Well, anamaanisha kwamba kuna consequences kwenye dhambi ambayo unaifanya Mkristo. Wewe kama Mkristo umeshaweka imani yako katika Kristo, umemwamini Yesu, haki yake imehesabiwa kwako, dhambi zako zimehesabiwa kwake, zikahukumiwa, zikasamehewa. Alafu wewe ukaendelea kuishi maisha ambayo hayampendezi Mungu. Well, kuna consequences ambazo zitakujia. Ndio maana mwandishi wa Ibrania 12 anatuhimiza na kutukumbusha kwamba Mungu kwetu ni baba, na kama baba basi lazima adiscipline tabia za watoto wake. Na kama Mungu hakudiscipline wewe, basi you have become, anasema, mtoto au mwana haramu. Umekuwa ni mtoto ambaye sio mtoto wa kweli, kwa sababu kama wewe kweli ni mtoto wa Mungu, basi Mungu atakudiscipline, atakutaka uenende kwenye mienendo ambayo ni sahihi. Anasema for it is time for judgment to begin with the household of God. Mkristo usifikirie kwamba kwa sababu umekuwa Mkristo basi uongo wako hautahukumiwa, basi zinaa yako haitahukumiwa, basi ukejeli wako na hasira zako na tamaa zako na vitu vyote hivi viovu havitahukumiwa. Hapana, vitahukumiwa. Anasema kwamba and if it begins with us first, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? Anaweka comparison kwamba kama wewe Mkristo utahukumiwa, itakuwa ni mbaya kiasi gani kwa yule ambaye hajaipokea hii imani. Ndio ambacho tunaendelea kuhimiza. Kama hujampokea Yesu,
kama hujaweka imani yako katika Kristo, kama haujafika sehemu ya kukiri na kuona kabisa kwamba matendo yako mema hayaongezi kitu chochote kwenye haki yako mbele za Mungu, hayarekebishi chochote kwenye mahusiano yako na Mungu, na kufika sehemu ya kusema kwamba kweli siwezi, na hapa ni kusubmit tu, kupokea hii neema ambayo inatoka kwa Mungu, kuweka imani yangu katika mwana wake ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Kama hujafika hiyo sehemu, basi anasema kuna hukumu ambayo itakuja, na itakuwa ni hukumu mbaya zaidi kuliko hata ya wale ambao walikuwa wamefanya uovu wakiwa ndani ya Kristo, na wenyewe wana hukumu yao, lakini kuna hukumu hapa ambayo inakuja. Sio, nakuhimiza sana, kama hujampokea Yesu Kristo, mpokee Yesu Kristo leo. Usiendelee kuburudika katika dhambi zako na kubugujika katika dhambi zako, kujiongezea ghadhabu juu ya ghadhabu juu ya ghadhabu kutoka kwa Mungu katika maisha yako. Anasema mstari wa 18, Petro anapenda sana kuquote the Old Testament. Hapa anaenda kumquote Suleimani. Anaquote proverb, anaquote methali moja, anasema hivi: and if it is with difficulty that the righteous is saved, what will become of the godless man and the sinner? Hii ni mithali anaikota hapa, ni Mithali ya 11 mstari wa 31. Inasema hivi: if the righteous, kama yule mwenye haki, will be rewarded in earth, kama yule mwenye haki anahesabiwa dhamana yake, au anahesabiwa zawadi yake hapa ulimwenguni, hiyo reward yake anayepata hapa ulimwenguni, how much more the wicked and the sinner? Itakuwaje sasa kwa yule ambaye ni muovu na ni mtenda dhambi? Anachokihimiza hapa Petro ni kwamba yule muovu na yule mtenda dhambi ana hukumu maradufu. Kwa hiyo be careful, don't be kwenye hii sehemu ya kwamba hukumwamini Kristo, na kama unamwamini Kristo usiwe kwenye hii sehemu ya kuwa ni muovu ambaye umemwamini Kristo, kwa sababu if anything that can tell you ni kwamba ndio umemwamini Kristo au unasema umemwamini Kristo, lakini moyo wako bado unaendelea kushikilia mambo ya zamani. Moyo wako bado unaendelea kushikilia ulimwengu huu, kitu ambacho sio cha Mkristo. Usiweke ile imani yako kwenye hatari, usiweke ule uhakika wa imani yako, assurance of your faith, usiweke kwenye hatari kwa kufanya uovu na kufanya dhambi. Kuna hukumu ambayo inakuja, na hiyo hukumu itaanzia nyumbani kwa Mungu na itaenda kusambaa ulimwenguni kote. Mstari 19 anamaliza, anasema therefore those also who suffer according to the will of God, wale ambao wanateseka kulingana na mapenzi ya Mungu, shall entrust their souls to the faithful Creator in doing what is right. Wataziweka roho zao wakfu kwa Mungu katika kufanya yaliyo mema. Na hapa ni muhimu sana kurudi kwenye ile point ambayo tuliongelea kwenye mistari iliyopita, kwenye ile kwenye sura ya 3 mstari wa 17, ambapo tuliona kwamba unasema, for it is better if God should will it so. Mungu, ikimpendeza Mungu, ni bora wewe uweze kuteseka kwa kufanya mambo yaliyo haki, mambo yaliyo sahihi, kuliko kufanya uovu. Anarudi kwenye hiyo point, anasema kwamba wewe kuteseka, Mkristo, kumbuka, ni kitu ambacho kinaweza kikampa Mungu utukufu. Hivyo basi usiishie kuteseka kwa kufanya uovu, bali teseka kwa namna ambayo itampa Mungu utukufu. Ndicho ambacho nakiongea hapa. Therefore those also who suffer according to the will of God. Suffering according to the will of God ni kuteseka kulingana na kuendana na mapenzi ya Mungu. Ndicho ambacho anakisema kwenye mstari wa 15, mstari wa 16, kwamba unateseka katika jina la Kristo. Unateseka kama Mkristo, unateseka ukisimamia imani, sio kuteseka kwa kuwa muuaji au muongo au mkorofi au muovu. Kwa hiyo Mkristo, sijui mateso unayopitia leo, unateseka kama muovu au unateseka kama Mkristo? Je, unateseka kama mapenzi ya Mungu, kulingana na mapenzi ya Mungu ili uweze kuhesabiwa katika wale ambao wamebarikiwa, au unateseka kama muovu ambapo hukumu hii iko inakusubiria, ambayo itaanzia nyumbani mwa Mungu na itaenda huko ulimwenguni? I really pray kwamba ili neno likubariki na likuhimize kukurudisha kwenye sehemu ya toba, kukurudisha kwenye sehemu ya kumkimbilia Mungu, kwa sababu Mungu anasema nitawasamehe. I am gracious and compassionate. Mungu wetu ni Mungu wa neema na Mungu wa rehema.
mkimbilie leo. Kama una dhambi zako, tubu dhambi zako mbele yake. Ndio maana hadi kwenye ile sala ya Bwana tunaisoma, inatuambia kwamba twende kwa Mungu kila wakati tukiwa tunaomba, kumuomba msamaha kwa mawazo yetu, kwa matendo yetu, kwa mienendo yetu, kwa vitu ambavyo tumevisema au vitu ambavyo hatujavisema, vitu ambavyo tumefanya, vitu ambavyo hatujavifanya, ili tuweze kukaa vizuri na Mungu, kuweza kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu kweli kweli. And I really pray kwamba neno likubariki. Amen.